Mwasham Baba Askofu, nimependa sana mstari uliousoma unaosema amin, amin, nawaambia kadri mlivyowatendea mmojawapo wa hao ndugu zangu walio wadogo, mlinitendea mimi. Na hili nalo naliona katika kuta kila ninapotupa macho, lakini hata wakuu wa majimbo walipokuja kutoa mchango wao, hii ndiyo quotation ambayo waliisoma, au ndio neno ambalo walilisoma. Sasa ujumbe huu ndio uliobeba dhima nzima ya harambee hii, kwamba sote tunawiwa kushiriki katika kuwajali watu wenye mahitaji maalum, lakini pia wenye mahitaji ya kawaida katika jamii yetu. Kwa kazi hii muhimu mlioianzisha, mmeonyesha kutekeleza mafunzo ya maisha na matendo ya miujiza ya Yesu Kristo. Hamjaishia tu kuwaonesha huruma na kuwahudumia kiimani, bali kama Yesu Kristo alivyowasaidia na kujibu mahitaji ya waliokuwa wagonjwa, na nyinyi pia mmesimama kuwatetea na kuwawezesha wenye mahitaji maalum waishi maisha bora. Mmetukumbusha kuwa kuwalisha wenye njaa, kunywesha wenye kiu na kuwakarimu wageni, kuvika wasio na nguo na kutembelea wagonjwa ni jukumu letu sote. Sasa mbali ya haya niliyoyataja, lakini nilikuwa namsikiliza katibu mkuu wa dayosisi hii, ametaja mambo kadhaa ambayo kanisa hili linafanya katika sehemu mbalimbali chini kwetu Tanzania. Sasa ndugu zangu, huu ndio utumishi wa dini. Huu na kazi hii mnayoifanya inapeleka ujumbe kwa wale waliojionyesha kama watumishi wa dini, lakini kwa kweli ni watumishi wa ushetani au mambo mengine. Kwa hiyo huu ni ujumbe muhimu kwao. Utumishi wa dini ndio huu: kuwajali wenye mahitaji, kufanya mambo mbalimbali yanayowagusa jamii, kuisaidia jamii na kujenga jamii iliyo bora yenye maadili na elimu. Huu ndio utumishi wa dini. Hivyo napenda kuwashukuru na kuwapongeza kwa jitihada za uchangishaji ambazo tayari zimewawezesha kukusanya kiasi fulani cha pesa. Si haba Baba Askofu, kwa sababu umetuambia hapa kabla kuingia kwenye ukumbi tayari kwa kuna bilioni 3.5 ziko benki zishakusanya, lakini wakuu wa majimbo hapa wametugaia bilioni 2.7, 5.7. Harambee iliyopita hapa waliosimama imeleta kama bilioni 1, nilikuwa napiga mahesabu, bilioni 1 na mamia kidogo. Kwa hiyo ni bilioni 6, na hapo bado karatasi zilizopita kule hazijasomwa, na tukisoma zile karatasi tayari zimetusogeza. Lakini hizi ni kwa ajili ya kusimamisha jengo tu. Baada ya kusimamisha jengo, kuna huduma, kuna mahitaji mengine ili kufanya kituo hiki kiweze kufanya kazi. Kwa hiyo kama alivyosema Baba Askofu, bado kazi ni kubwa na bado michango inahitajika. Sasa kwa upande wetu serikali, tutashirikiana na kanisa katika kukamilisha mradi huu kwa kuwa nanyi bega kwa bega katika ujenzi na uendeshaji wa kituo hiki. Vile vile Baba Askofu, ninapoalikwa kwenye mambo makubwa ya kanisa, kuna kiwango nimejiwekea cha kuchangia, nacho ni shilingi milioni 1. Kwa hiyo kama ninavyochangia kwengine, nitachangia hapa pia shilingi milioni 100, shilingi milioni 100. Nilisema milioni 1, ukumbi wote umezizima. Ni shilingi milioni 100 Baba Askofu. Hicho ndio kiwango nilichojipangia. Lakini leo kwa maajabu makubwa, niwashukuru sana washauri wangu. Na nadhani jumla ya washauri 6 au 7 hivi ndani ofisi yangu.
kwamba na wenyewe wamejikusanya wanakuja na milioni 100. Hii ilikuwa ni surprise kwangu, na washukuru sana. Lakini baba askofu, watoto hawa ulisema wana matumaini makubwa kutoka kwa bibi. Sasa nikivaa kofia ya bibi, nitawachangia wajukuu zangu milioni 50 kama bibi. Kwa hiyo ukipiga jumla kutoka ofisi ya mama huku kama 250 hivi, si haba. 250 milioni si haba. Lakini kama nilivyosema, ni washukuru wale wote ambao tayari wameshachangia. Kuna msemo unasema kwamba kutoa ni moyo, usambe ni utajiri. Kutoa ni moyo na sio utajiri. Usiseme huyu tajiri ndio maana anachangia. Hapana, ni moyo tu. Tumesikia hapa michango ya 100,000, michango ya 500,000, michango ya milioni. Ni moyo ulicho nacho, toa. Uwe na wewe ni sehemu ya sadaka hii. Kwa hiyo niwaombe sana na niwasihi wa Tanzania kupitia taasisi zetu mbalimbali na mtu mmoja mmoja, tuchangie makao haya kwa ajili ya watoto wetu wenye changamoto, ili wapate pahali pazuri, wakae, walelewe vizuri, wafundishwe vizuri, na wenyewe wawe sehemu ya kundi litakalochangia kwenye jamii yetu ya Watanzania. Mwashamu Baba Askofu, nimepokea maombi yenu, na kama nilivyosema hapo awali, serikali itaendelea kushirikiana kwa karibu na wadau wake mbalimbali katika kuboresha mifumo ya kiutendaji na kiutekelezaji ili kuwezesha malezi na upatikanaji wa elimu kwa watoto wenye uhitaji maalum. Tutaendelea kufundisha walimu kama alivyosema naibu waziri na waelimishaji wenye taaluma maalum kwa watoto hawa wenye mahitaji maalum. Lakini pia tutaendelea kuimarisha vitendea kazi na miundombinu mingine ili kuhakikisha kwamba watoto hawa wanapata elimu na usaidizi unaostahiki. Na ndio maana nilisema tutakuwa nanyi bega kwa bega kuhakikisha kituo hiki cha mfano kinakuwa maalum cha mfano wake. Na ili kuongeza nguvu na msukumo kwenye jambo hili, serikali tunakaribisha pia jumuiya za kimataifa, asasi za kiraia, wataalamu wa kigeni, mashirika na wawekezaji kushirikiana nasi katika kuanzisha mbali ya kituo hiki, lakini vituo vingine maalum kwa ajili ya kuwasaidia watoto wetu hawa. Kupitia ushirikiano huu, tunaweza kuziba kwa haraka zaidi mapengo yaliyopo katika rasilimali na utaalamu na kuleta matumaini kwa watoto wetu. Kama ulivyoomba, Mungu akipenda na ratiba ikiniruhusu, basi tutakapokamilisha kituo hiki nitakuwa nanyi tena kuona hii kazi tulioifanya imezaa matunda gani. Mwashamu Baba Askofu, mabibi na mabwana, nirudie kulipongeza sana kanisa kwa kazi kubwa mnayoendelea kuifanya katika kuleta maendeleo na kudumisha amani na umoja katika taifa letu. Niwasihi muendelee kushirikiana na serikali katika kujenga mustakabali na ustawi wa watoto wetu na jamii ya Kitanzania na kusimamia maadili mema. Kipekee kabisa niishukuru familia ya Lupembe, na washukuru sana kwa mchango mkubwa mlioutoa wa kutoa eneo la kujengwa kituo hiki. Hii ni sadaka kubwa, asanteni sana. Shukrani za dhati kwa kanisa kwa kuwa mmeahidi kuendelea kuliombea taifa, hasa mwaka huu wa uchaguzi. Niwaombe tuendelee kuihubiri na kuiomba amani kwa ajili ya nchi yetu. Na kwa haya machache, Mheshimiwa Baba Askofu, kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ninawapongeza tena kanisa la KKKT kwa jambo hili kubwa mlilolifanya. Asanteni sana. Na kama nilivyosema,
serikali itawaunga mkono hadi tuone limetimia. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nawashukuru sana. Asante, makofi mengi kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.